Hatimaye jeshi la polisi eneo la Kigoma sasa limetoa taarifa muhimu kuhusu kifo cha kustaajabisha cha dereva wa John Heche huko Kigoma mjini. Polisi sasa wameelezea mambo muhimu na ambayo wengi hawakujua kuhusu tukio hilo la kusikitisha ndani ya chumba cha gesti huko Kigoma, na ujumbe wa mwisho wa jeshi la polisi kuhusu kifo hicho cha dereva wa John Heche utaweza kukushangaza. Kabla ni kuonyeshe na nikueleze kila kitu kilichozungumzwa na jeshi la polisi kuhusu tukio hilo, chukua sekunde yako moja, bonyeza alama ya like, kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele. Hatimaye jeshi la polisi mjini Kigoma wamevunja ukimya kuhusiana na kifo cha kutatanisha na cha kushtua cha dereva wa mwanasiasa wa upinzani John Heche, ambaye mwili wake uligunduliwa mapema leo ndani ya nyumba ya wageni mjini Kigoma na kufichua mambo mapya ambayo yamezidisha maslahi ya umma, huku wapelelezi wakijitahidi kubaini ni nini hasa kilitokea. Mamlaka ya jeshi la polisi inasema vitu kadhaa vilipatikana kutoka chumbani wakati wa uchunguzi walipofika eneo la mwili wa maiti, ikiwa ni pamoja na aina tofauti za vidonge vya dawa, ambapo jeshi la polisi hawakusema ni dawa gani au ni vidonge gani hivi viliweza kupatikana kwamba vimetawanyika karibu na mwili wa marehemu. Lakini pia jeshi la polisi wameonya umma dhidi ya hitimisho kabla ya uchunguzi wa kisayansi kwa mwili wa marehemu kukamilika. Kwa mujibu wa polisi Kigoma, marehemu aliyefahamika kwa jina la Swezi Dani Maradufu alikutwa amefariki dunia ndani ya chumba alichokuwa amelala. Maafisa walisema walimgundua akiwa amelala kifudifudi sakafuni baada ya polisi kulazimika kuingia ndani ya chumba hicho kwa kuvunja mlango kwa nguvu baada ya majaribio ya mara kwa mara ya kumfikia na kumuita yalipoweza kushindikana. Jeshi la polisi huko Kigoma sasa linasema na kufichua baadhi ya vitu walivyopata wakati wakichunguza mwili eneo la tukio mapema asubuhi ya leo. Walimkuta bwana Swezi Dani Maradufu ambaye anadaiwa kuwa ni dereva binafsi wa John Heche akiwa amefariki dunia akiwa amelala chini katika mkao wa kifudifudi. Katika ukaguzi wa awali uliofanywa na wataalamu ndani ya chumba hicho, kulingana na ripoti ya polisi, kuliweza kupatikana aina ya dawa mbalimbali za binadamu zikiwemo vidonge vya aina tofauti vikiwa vimetapakaa. Mtazamaji, polisi wanasema tukio hilo lilibainika haswa majira ya saa 4 asubuhi baada ya polisi mkoa wa Kigoma kupata taarifa kutoka kwa Mrimi Zabron Mwita ambaye ni katibu wa John Heche ambaye ni mkazi wa Sirari. Polisi wanasema na kudai kwa mujibu wa taarifa ya John Heche kwa polisi, yeye na wenzake kadhaa walikuwa wamekwenda kwenye nyumba hiyo ya wageni kwa nia ya kumwamsha Swezi Maradufu ili waendelee na ratiba yao ya siku hiyo. Hata hivyo, baada ya kupiga simu nyingi ambazo hazikupokelewa, walizidi kuwa na wasiwasi na shauku kwamba kuna kitu kibaya kimetokea. Wasiwasi ulipozidi, kikundi kiliamua kutafuta msaada kutoka kwa wafanyikazi wa nyumba ya wageni. Kwa pamoja walijaribu kutafuta mawasiliano na Maradufu, lakini bado hakukuwa na majibu kutoka ndani ya chumba kile, huku kukiwa hakuna dalili zozote za kujibu simu au kujibu hodi za mlangoni. Hali ilizidi kuwa mbaya na kuwafanya watoe taarifa polisi. Baada ya kupigwa simu polisi, askari polisi kutoka Kigoma waliitikia taarifa hiyo mara moja na kufika katika eneo au nyumba hiyo ya wageni wakiwa wameambatana na Mrimi Zabron Mwita pamoja na wafanyikazi wa nyumba hiyo ya wageni. Kisha wafanyikazi wakaelekeza wachunguzi kwenye chumba alichopangiwa Maradufu wakati wa kukaa kwake usiku. Maafisa walipofika chumbani walikuta mlango umefungwa kwa ndani. Kisha licha ya kugonga mara kwa mara maafisa na kumuita aliyekuwa ndani, hakukuwa na majibu. Wakikabiliwa na wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wake, maafisa wa jeshi la polisi Kigoma walifanya uamuzi wa kulazimisha na kuvunja mlango kufunguliwa wazi ili kubaini kilichotokea ndani. Mara tu walipoingia ndani, maafisa wa polisi waligundua ugunduzi huo mbaya. Swezi Dani Maradufu, dereva wa John Heche, alikutwa amelala kifudifudi sakafuni na kutangazwa kuwa amefariki katika eneo la tukio. Ugunduzi huo mara moja ulibadilisha kile kilichoanza kama ukaguzi wa ustawi na kuwa uchunguzi kamili wa polisi.
Kisha wachunguzi wakaanza kufanya uchunguzi wa kina wa chumba hicho katika juhudi za kuhifadhi ushahidi na kubaini mazingira ya kifo hicho. Katika msako huo wa awali, polisi wanasema walipata aina kadhaa za dawa, ikiwa ni pamoja na aina tofauti za vidonge. Mamlaka imesisitiza kuwa vitu hivi sasa vinachukuliwa kama ushahidi na vimewasilishwa kwa uchambuzi wa kisayansi. Polisi walisisitiza kuwa kuwepo kwa dawa hiyo kusitafsiriwe mara moja kuwa chanzo cha kifo. Badala yake, polisi wanasema wataalamu wa uchunguzi wa kitaaluma watachunguza vitu vilivyopatikana ili kubaini kama vina uhusiano wote na tukio la kifo hicho. Wachunguzi pia wanatarajiwa kuchambua ushahidi mwingine uliokusanywa kutoka katika chumba hicho, huku wakiendelea kutengeneza upya matukio yaliyosababisha kifo cha maradufu. Wakati huo huo, mwili wa marehemu ulihamishwa kutoka katika nyumba ya kulala wageni na kupelekwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Maweni mkoani Kigoma, ambako uchunguzi utafanyika. Wataalamu wa kitiba wanatarajiwa kubaini chanzo hasa cha kifo, hatua muhimu ambayo wachunguzi wanaamini itasaidia kujibu maswali mengi yanayozunguka kisa hicho. Polisi wanasema uchunguzi unafanywa kwa pamoja na maafisa wa kutekeleza sheria na wataalamu wa matibabu. Maafisa vilevile wanasisitiza kwa kila kipengele cha kesi hiyo kinachunguzwa kwa uangalifu, ikiwa ni pamoja na hali ya chumba, ushahidi wa kimwili uliopatikana katika eneo la tukio, maelezo ya mashahidi na matokeo ya uchunguzi wa matibabu. Habari za tukio hilo zilipoenea, kesi hiyo haraka ilivutia watu wengi kwa sababu ya uhusiano wa karibu wa maradufu na John Heche. Hali zisizoeleweka zinazozunguka kifo hicho zimechochea mjadala mkali wa umma, huku wengi wakingoja matokeo rasmi kabla ya kufikia hitimisho lolote. Hata hivyo, polisi wametoa wito kwa wananchi na wakazi wa Kigoma kuwa watulivu na kuepuka kueneza uvumi au taarifa ambazo hazijathibitishwa wakati uchunguzi ukiendelea. Mamlaka ilionya kwamba kusambaza madai yasiyo rasmi kabla ya wachunguzi kukamilisha kazi yao kunaweza kuleta mkanganyiko usio wa lazima na kuingilia uelewa wa umma wa kesi hiyo. Jeshi la polisi mkoa wa Kigoma limewahakikishia wananchi kuwa uchunguzi wa kina unaendelea na hakuna uelekeo wowote utakaopuuzwa. Maafisa wanasema uchunguzi wa kisayansi unaendelea na mahojiano ya mashahidi yanaendelea, na wachunguzi wanafanya kazi ili kubaini ratiba kamili ya matukio kabla ya ugunduzi huo. Kwa sasa chanzo kamili cha kifo cha Swezi Dani Maradufu, dereva wa Heche, bado hakijathibitishwa na jeshi la polisi, na hayo niliyokusomea ndiyo mambo machache ambapo jeshi la polisi wameweza kuzungumza na kutangazia wananchi. Wachunguzi na jeshi la polisi wanasema matokeo ya uchunguzi rasmi wa baada ya maiti na uchanganuzi wa kimaabara wa ushahidi uliopatikana kutoka kwa chumba hicho na jeshi la polisi yatakuwa na jukumu muhimu katika kubaini kilichotokea. Mtazamaji, sasa sisi kama Simulizi Media letu ni kutuma pole na rambirambi zetu kwa familia ya mwenda zake chama kizima cha Chadema pamoja na John Heche, ambapo huyu alikuwa mkaribu wake pamoja na dereva wake binafsi ambaye alikuwa akimtembeza sehemu tofauti kwa kazi zake za kisiasa. Vile mtazamaji, na kuachia uwanja wa maoni ama uwanja wa comment, unijuze maoni yako kuhusiana na ripoti hizi chache za polisi ambazo wamezitoa kuhusiana na tukio hilo la kustaajabisha na kusikitisha la kifo cha Swezi Maradufu. Vile mtazamaji, unaweza kutumia uwanja huo wa comment section kutuma rambirambi zako pia. Vile mtazamaji, gusa kiboksi hicho kwenye screen yako baada ya kusubscribe na kulike video, kitaweza kukuelekeza katika video au taarifa zetu mpya.